Kijana huyu amejitoa muhanga kuwasaidia watoto hawa. Hapa ni katika kata ya Msaranga, eneo la Kiboroloni katika wilaya ya Moshi mkoani Kilimanjaro, ambapo kijana Marco Steve maarufu kwa jina la Waziri, mkazi wa eneo la Kiboroloni wilayani Moshi mkoani Kilimanjaro, amejichukulia umaarufu kwenye mitandao ya kijamii baada ya video yake kusambaa ikimuonyesha akifanya uokozi kwa kuwabeba watoto wadogo huku akitembea kwa kutumia kamba katika mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha mkoani Kilimanjaro, ambapo mvua kubwa ilinyesha usiku wa kuamkia Mei 6 mwaka 2025. Mimi nikajitosa tu na kamba kuja na mtoto wa kwanza. Nilileta mtoto wa kwanza nikakabidhi kwa msamaria mwema hapa ambapo tunamfahamu hizi kimbia na mtoto. Baadaye nikarudia mtoto wa pili ambao lisemekana ni mapacha. Leo hii AyoTV pamoja na millardayo.com tumefika hapa katika eneo hili la Kiboroloni, ambapo sasa hivi shughuli zinaendelea, lakini bado watu wanaendelea na uokozi wa vitu vyao ambavyo vilikuwa ndani, lakini pia magogo ambayo yaliletwa na mvua. Watu wanaendelea kuyakata hapa katika kuhakikisha ya kwamba wanaweka mazingira yakae kama yalivyokuwa awali. Na tumezungumza na kijana Waziri ambaye yeye aliokoa watu 7 wakiwemo watoto 4 na watu wazima 3. Kwa jina naitwa Michael Steven Mosha au kwa jina lingine Waziri Pasopa, kwa jina maarufu hapa mjini. Mnamo Jumatatu ambayo ilikuwa ni tarehe 5, ilikuwa imeshafika mida ya saa 7 usiku, ambayo imeshafikia ni siku nyingine, siku ya Jumanne. Kulitokea maafa, tulikuwa maeneo ya Kiboroloni. Maji yalitokea mengi sana kutokea huko, wanasemekana yametokea Mbokomo, yakavunja daraja huko juu ukuta, basi maji yakawa yameacha kupita kwenye mfumo wa daraja, yakawa yanapenya kila mahali. Yakatanda sana, litanda karibia mita kutoka eneo la daraja mpaka pale karibia mita 150. Sasa alipokuwa maji yanashuka, alishuka na mifugo, nguruwe, kuku, mabata, ndizi. Basi tukaokoa, kubahatika kuokoa watu. Kuna walikuwa wametoka ndani wakawa wamekwama pale, tukawaokoa, tukawavusha njia. Wale tulikuwa nani huko, basi tukasikia huko watu, jamaa mpanda juu ya bati hapo analalamika, anasema watoto wake wamezidiwa huko, wanahitaji msaada. Basi jeshi la zimamoto walikuja na kamba. Walipokuja na kamba wakabahatika kuifunga hapa. Walikuwa vijana 3. Mmoja akakaa hapa, wengine wakaenda ndani. Sasa walipokuwa wamefika ndani, ile tunasaidiana pale, tukabahatika kuwatoa wale watoto, lakini jeshi walikuja tu na vifaa vya kuvunja geti nilituma kijana wangu akaenda kuchukua kwenye ofisi yangu ya scraper. Haiko mbali na hapa. Ni kama mita 150 kuenda hapo ofisini kwangu. Basi waleta vitu tukavunja hapo, tukabahatika kuwaokoa watoto. Watoto ambao uliwaokoa, uliwakuta wakiwa sehemu gani? Kwa sababu huko inaonyesha maji yalijaa sana. Watoto, kuna kijana mmoja alikuwa ameshatumbukia, vijana wawili walikuwa wameshatumbukia ndani, ambaye mmoja ni driver bodaboda hapa, anafahamika kama Pengo, na mwingine anaitwa Morombo. Baada ya kuvunja geti, walipoingia, basi mmoja geti likawa nalo kuna tope, ikabidi wamtolee yule mtoto wa kwanza juu ya mlango. Walimtolea mtoto wa kwanza juu ya mlango, wakamleta akapokelewa pale. Mimi ndo nikampokea. Sasa kwenye kuvuka hapa, kila mtu alikuwa anaogopa kuja kwa sababu maji ni mingi. Basi mimi nikajitosa tu na kamba kuja na mtoto wa kwanza. Nilileta mtoto wa kwanza nikakabidhi kwa msamaria mwema hapa ambapo tunamfahamu hizi kimbia na mtoto. Baadaye nikarudia mtoto wa pili ambao lisemekana ni mapacha. Nikarudia wa pili. Nilipomrudia wa pili, huyo wa kwanza nilikuwa nimevaa jaketi jeusi kama mliniona. Ndio nikamfuata huko. Niliporudia wa pili nilikuwa nimetoa ile jaketi kwa sababu ya nini? Mtu anaweza mtoto akamshika vibaya, ile jaketi ilikuwa inateleza, ikaleta maafa. Kwa hiyo nikatoa jaketi nikabaki na singlet. Ndio kabatika kutoa mtoto wa pili. Kutoa mtoto wa pili, tukarudia mtoto alikuwa kama miaka 6 au miaka 7. Naye tukabahatika kufanyaje? Kumtoa. Tulipomtoa, tukamtafuta mama wale watoto mapacha, naye kaenda, nikamwambia nikumbatie kiuno, akanikumbatia kiuno. Mimi nilikuwa natembea na na kamba, tukabahatika kumtoa. Kumtoa tena tukaenda kumtoa mama mwingine, naye wameshamtoa. Kwa bahatika naye kumleta nje. Kwa hiyo nilitoa watoto kama 4 na wamama kama 3. Na watu wengi wamekupongeza kwa hicho ambacho ulichokifanya. Kuna mafunzo yote ambayo umesomea ya uokoaji au ni ujasiri wako tu kwa kuona kwamba ni vizuri usaidie wale watu ambao
wameathirika na lile tukio la maji? Hapana, sijasomea kozi yoyote, ni ujasiri tu. Kwa hiyo tuliona watu wanalalamika wakasema watoto. Mimi nimeshakaa hapo, lakini tubahatike kuokoa nini watoto. Kwa hiyo ilituuma, kwa hiyo mimi mwenyewe na familia. Sasa ningeona mtoto anapata shida kabisa tukaenda kuokoa. Niliona Malisa liposti. Maji yameleta maafa makubwa sana. Kwa mfano hapa mita 20 kutoka hapa ni hadi ya mzee mmoja anaitwa Malisa. Yeye ndo amepata hasara kubwa sana. Kwa sababu gani? Yaani kabla hata kuja kuokoa watoto huku tulikuwa tumeshaokoa ndoo zaidi ya 30 za rangi tukaziweka pale lami na matenki. Sasa tulivyokuwa tunaendelea kuokoa huku, wale madereva walikuwa mpaki maskani hapo na wakabeba wale matenki na rangi na nini, wakapakia wakafaje, wakajeuza magari wakarudi walipotoka. Sisi tukaendelea kuendelea kuokota rangi huko chini. Hiyo mzee ndo amepata hasara kubwa sana. Ndio maafa yaliyotokea. Na kuna mchungaji mmoja na kanisa yake hapo juu, gari yake ilishushwa iko hapo na bajaji, lakini gari ndio imebatika kuonekana imeisha starlet. Na watu huku mbalimbali wamepata, kama hapa kulikuwa kuna magrili, watu walikuwa wanachomea hapo, kulikuwa na magrili mengi, lakini yote yamezombwa na maji yameenda. Hapo nyuma kulikuwa kuna garage, nayo magari yamekutwa yako mashambani huko. Ndio unavyoona maafa kama mpaka sasa hivi watu wanafanya nini? Wanafanya usafi huko. Hapana, mtoto ni mchanga, bado ni mdogo. Hawezi kuongea. Yeye alikuwa analia kwa sababu hizo plika alizopitia, kwa sababu alirushwa kutoka juu ya geti, mtu akampokelea chini na mimi nikampokelea ndo nikamtoa nje. Hali ilikuwepo, maji ndio ilikuwa mingi. Mvua ilikuwa manyunyu ya kawaida, lakini maji yalikuwepo mengi sana. Tumejami tuko peku, lakini Mwenyezi Mungu ametusaidia. Tumepata majeraha kidogo miguuni kama chupa kutukata, lakini mambo yameenda safi.